Dira 2050 moyo wake ni ujenzi wa viwanda. Ndiyo moyo wa kujenga uchumi jumuishi wenye kuzalisha ajira, ambayo ndio lengo kuu la Dira 2050. Na namna nzuri ya kujenga viwanda katika ulimwengu wa leo ni kupitia ujenzi ya kitu kinaitwa mitaa ya viwanda, ama wengine wanaita kongani za viwanda, industrial parks, kwamba unakuwa na mtaa mmoja ambapo ndani yake unakuwa na viwanda vingi. Na sisi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenendo wetu kwa sasa na mwelekeo wetu ni kujenga viwanda kupitia mitaa ya viwanda ama kongani za viwanda. Mpaka sasa viwanda vinajengwa, hizi kongani zinajengwa kupitia taasisi mbalimbali. Mojawapo ni TISEZA ambao ndio inasimamia swala la uwekezaji, na wenzetu wa halmashauri, na kwa uratibu wa karibu sana na Wizara ya Viwanda na Biashara. Mpaka sasa tunayo mitaa ya viwanda 34 ambayo imesajiliwa na TISEZA. Moja ya mtaa huo au moja ya kongani hiyo inaitwa Kwala Industrial Park, KIP. Hapa tulipo katika mkoa wa Pwani, halmashauri ya wilaya ya Kibaha. Sio mara ya kwanza waandishi wa habari na sisi kufika hapa. Mimi nimefika hapa, siwezi kuhesabu ni mara ngapi, lakini kila tukija tunapiga hatua. Mara ya mwisho nilikuja hapa mwaka jana mwezi wa pili. Nilikuta kulikuwa na viwanda vitatu, lakini leo ninaporudi hapa tuna viwanda 20 ambavyo tayari vinaenda kufanya kazi. Mwekezaji ambaye anasimamia eneo hili analo lengo la kujenga viwanda vipatavyo 200, na mpaka leo ameshaweza kuvutia wawekezaji. Tunavyo viwanda 20 ambavyo vinaendelea. Lengo hapa ni katika kipindi chote itakapokamilika iweze kuzalisha ajira 100,000. Mpaka leo tayari ameshazalisha ajira 2,000, wengi wao wakiwa wa Tanzania. Tunatarajia hapa investment yake kubwa, lakini mpaka sasa ameshawekeza takriban shilingi bilioni 625. Na mwisho kabisa, mara ya mwisho tunatarajia uwekezaji ukikamilika wote takriban ufike trilioni 10. Tulikuja hapa kwa lengo la kukagua maendeleo ya industrial park hii, lakini muhimu sana kuja kujaribu kutatua changamoto ambazo wanapambana nazo wawekezaji hapa. Na changamoto ambazo tumezikutana nazo zilikuwa kubwa ni 4. Kwanza ni umeme. Ujenzi wa viwanda hauwezekani. Hatua ya kwanza na ya maana kubwa ni uwepo wa uhakika wa umeme. Na wenzetu hapa tunavyoona na mahesabu ambayo yamefanyika ni kwamba watahitaji takriban megawati 100 huko mbele. Kwa hiyo ni umeme mkubwa utahitajika hapa, megawati ambazo hazipungui 100. Kuna changamoto ya maji, wanahitaji hapa takriban lita za maji milioni 1.5 kwa siku. Kwa hiyo wanahitaji maji mengi. La tatu ni swala la SGR, kituo cha SGR kiwepo hapa, kwa sababu ili bidhaa ambazo wanazalisha iwe rahisi kuzisafisha kwenda huko nje na kuleta bidhaa kutoka nje zinazokuja hapa. Lakini tuliona changamoto zingine, mambo yao ya vivutio vya kodi na mazingira. Waheshimiwa mawaziri wamekuja na wataalamu wao. Bahati nzuri tumeweza kutatua matatizo mengi. Kwa mfano umeme, tumekubaliana kwamba katika wiki 2 zijazo watapata hapa megawati 4 ambazo wanavutiwa transformer kutoka Mlandizi. Lakini suluhu ya kudumu, tutakuwa na mradi hapa wa ubia kwa maana ya PPP wa kuleta umeme kilovoti 220 kutoka Chalinze. Transmission line hiyo gharama yake ni kubwa kidogo, dola za Kimarekani milioni 67, lakini tumekubaliana kwamba wawekezaji watalipa hiyo hela, halafu wataweza kupata hela yao kutoka kwenye mauzo ya umeme ambao TANESCO watayafanya. Kwa ni arrange mambo itafanyika hii haraka iwezekanavyo kati ya Wizara ya Nishati, TANESCO, wawekezaji na Wizara ya Fedha, ili tukubaliane ili jambo liweze kukamilika. Ni mradi mzuri sana wa PPP. Lakini maji, Mheshimiwa Waziri wa Maji tayari ameshatoa maelekezo kwa haraka hapo wana kisima chao kinakuja, lakini kwa muda mrefu na wenyewe wanao mradi ambao gharama yake takriban shilingi bilioni 25,
ambao watatengenezewa maji hapa specifically kwa ajili ya viwanda vya hapa, na yenyewe tutakutekeleza kwa mfumo wa PPP. Wawekezaji wote watalipa, halafu watakubaliana wao na DAWASCO watalipana mpaka itakapokamilika. Vifaa vya kuzalisha umeme jua, yani solar power panels, watakuwa wanazalisha takriban wenye urefu wa mita 540, na kikubwa sana ni kwamba wanazalisha kwa ajili ya soko la nje, na watakuwa wanapeleka moja kwa moja soko la Marekani. Tayari wanalo, wanazalisha hapa. Umuhimu wake, kwanza kiwanda ni kikubwa sana, tumekikagua hapa, takriban mita 500 urefu wake. Ukiingia mle ndani kwa kweli inafurahisha. Kiwanda cha kisasa kabisa, kila kitu kipo automated. Ni kikubwa kuliko vyote Afrika ambavyo vinazalisha solar power panels, kwa maana vifaa vya kuzalisha umeme wa jua. Hatujawahi kuwa nacho hapa. Ndicho kiwanda cha kwanza Tanzania, lakini ndicho kiwanda kikubwa kuliko vyote Afrika. Umuhimu wake ni nini? Umuhimu wake mkubwa sana ni katika ujenzi wa uchumi wetu, of course, na ajira. Kiwanda hiki kwanza kwa kuanzia wamewekeza dola za Kimarekani milioni 300, takriban shilingi bilioni 725. Watawekeza tena kuanzia mwakani dola za Kimarekani milioni 500, takriban trilioni 1.250. Kwa hivyo watakuwa wamewekeza jumla yake shilingi trilioni 2 hapa peke yake. Anza uzalishaji Februari mwaka kesho. Sasa wataweza kuuza nje. Thamani ya mauzo nje mwaka wa kwanza itakuwa dola za Kimarekani milioni 300, na kwanza mwaka wa pili zitafika dola za Kimarekani milioni 600. Hiyo ni habari kubwa, kwa sababu mauzo ya Tanzania yote kwa mwaka, kwa takwimu za mwaka 2024 yote kabisa, bidhaa zote ambazo tunauza Marekani ukijumlisha zote, tunauza takriban dola za Kimarekani milioni 200 mpaka milioni 211. Na mpaka unavyoona SGR yetu tumejenga kwa kuagiza chuma kutoka nje. Lakini tunashukuru sana kwamba kampuni ya wenzetu hapa wanakuja kuwekeza kiwanda cha kuzalisha chuma hapa ndani ya Kwala Industrial Park, na yupo binti mdogo hapa ndo anasimamia uwekezaji huu. Kwa kuanzia wanawekeza dola za Marekani milioni 50 kama bilioni 125. Itakuwa ni kiwanda cha kwanza cha kuchakata chuma hapa Tanzania. Inamaanisha kwamba hata tukianza uzalishaji wetu wa chuma cha Liganga Mchuchuma, tayari tuna kiwanda cha kuweza kupokea hili. Kwa hiyo hizi ni habari mbili ambazo nimeona pia Watanzania tuambie wazijue, kwamba sera na maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, juu ya kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda na kuzalisha ajira kwa vijana wetu, sio tu kama ni maono, ni mambo ambayo tunayaona yanaanza kutokea katika uhalisia wao. Tuahidi wawekezaji wote hapa Tanzania kupitia taasisi zetu mbalimbali za serikali, tunaendelea kuhakikisha kwamba uwekezaji wao unafanikiwa, kwa sababu wakifanikiwa wao, na sisi kama serikali, sisi kama nchi tunafanikiwa kupitia kodi, kupitia ajira na kukuza pato la taifa. Thank you so much. My name is Jensen Huang. I'm the chairman of Kwala Industrial Park. Today we had a very fruitful meeting with 4 ministers here present in Kwala. Because Kwala Industrial Park is the largest industrial park in Tanzania and East Africa. We have got a land size of 2,500 acres, and we started 3 years ago. Up to now, we have already completed the first phase of 2 square kilometers of the construction, and the infrastructure is done, and we have got 15 factories, with different products already in the park, some under construction, some already in production. We have like waterproofing materials company, lubricants, textile, we have refrigerators, we have steel, we have solar, and so on. And we have got Africa's largest solar company, solar panel manufacturer, already in the park, and in 2 months' time they are ready for production. So today the ministers are here, come here to do a support for the industrial park, because we need reliable power, we need reliable water, and we also need the railway to be in the park.
we need a passenger station, we need a dry port to service the industries, and we need the gas and other facilities.